Niseme asante kwako wewe na wote ambao kila mara tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Hii ni recap na story yetu ya kwanza inahusu waziri wa madini, namzungumzia Ali Hassan Joho, ambaye viongozi kutoka Pwani wamemsukuma sana William Samoei Ruto awekwe kwenye lineup ya mwaka 2027, na sio kuwekwa tu, apewe nafasi ya unaibu wa rais. Sasa hii inakuja na kujisikia fulani kwamba anaonekana mtu ambaye tayari ameshapandishwa cheo, kwa hiyo watu wa Pwani wanatakiwa kupata direction kutoka kwake. Sasa Joho, kuna video yake ina trend akiwa anatoa direction sehemu ambao watu wa Pwani wanatakiwa kufuata mwaka 2027. Bila shaka yeye ni waziri kwenye serikali ya Ruto, kwa hiyo there is no doubt atawaambia moja kwa moja ni tutamfuateni na mpigieni Ruto mwaka 2027. Sasa mimi kinachonishangaza sana, na ni kitu ambacho nataka niwaonyeshe viongozi wa Pwani. Okay, tuache kando viongozi wa Pwani, nizungumze tuna watu wa Pwani. Watu wa Pwani, kama mnamtegemea Joho kama ndo kiongozi ambaye anatakiwa kuwapea direction, then mtanisamehea, tafuteni mtu mwingine. Kuna video ambayo ipo, unajua hivi vitu bwana waga tunaviweka tu kando, yani muda ukifika tunavitoa. Sasa Joho kabla ya mwaka 2022 kuna maneno alizungumza kuhusu William Ruto. Sitaki niongee sana, nataka hizi videos mbili mfanye comparison, alafu niwaambie the reason why nimewaletea story hii hapa ya Joho. Mshike huyu William Ruto mwenye kuleta usawa, huyu mwenye kugawa usawa, mwenye kujenga usawa, mwenye kutetea usawa, mwenye kusimamia usawa. Huyu wa mara ya kwanza ana mara ya kwanza nyingi. Mashamba kutatua kwa mara ya kwanza Ruto, stadium kutatua kwa mara ya kwanza Ruto, mabarabara kutatua kwa mara ya kwanza Ruto, maji kuleta kwa mara ya kwanza Ruto, kutambua watu wa Pwani kwa mara ya kwanza Ruto, wavuvi kupewa pesa za kuvua kwa mara ya kwanza Ruto, kuleta rescue boats za milioni 350 hapa jimbo la Pwani kwa mara ya kwanza Ruto. Vipi wanaambia mimi nimwache? Siwezi muacha. Siwezi. Haiwezekani. Mambo ni tamu ngapi? Mambo ni tamu ngapi? Tumwambie nini William Ruto? Mambo ni nini? Mambo ni nini? Huwezi jua umuhimu wa kukosa chumvi mpaka uikose. Waweza kuwa na nyama mbuzi fresh, samaki fresh, muhogo fresh, ukakosa chumvi ndio ujue umuhimu wa chumvi. Halo? Huwezi tambua umuhimu wa kukosa chumvi mpaka fanya nini? Uikose. Na ukiwa nayo utailinda uilindi. Waitia kidogo kidogo ibaki na ya kesho na kesho kutwa, sivyo? Sasa huyu ndio William Ruto wetu. Twajua umuhimu wake kwa sababu tumeuona. Tumuombea Mungu abaki salama salmini. 2027 atoboe, arudi kama rais kwa tamu yake ya pili. Kule mbele naye pia tu uko mbele huko. Uko mbele sio Mvuria. Uko mbele huko. Halo? Uko mbele huko. Watajua uko wapi? Mbele. Kuna wazembe wengine juzi na wasikia kwenye jukwaa hapa wamkwenda kwa Alimbogo pale Kisauni, vurugu kidogo, wasema mimi Hassan Joho nikitaka kuongea mimi, I don't even dream of engaging with them. Ati huyu akitaka aje aongee sio na mimi niongee na Ruto nini? Mimi nikamtafute atanipa nini? Wilbaro. Nilipeleka Wilbaro mimi la kimtaani la kucheza nalo zamani. And then someone has the audacity kukaa kwa jukwaa. Hata nimeshangaa mimi, wanasema sijui Governor Joho akitaka aje ongea na fulani, mimi niongee na wao nini? Wana agenda gani hao watu? Sisi agenda ni hii hapa, what we are developing on behalf of our people, because primarily our responsibility is to represent the people, you know. So hisia kali za kizembe za wale watu ambaye wana indoctrinate watu, and we have to be careful. Mtu ambaye anakukumbusha wewe ni maskini, mtu ambaye anakukumbusha kwamba maisha yako can only be retrogressive, uende hivi wanajuma tu, you know, it's a serious problem.
Yani at this time 2021 you are telling me my solution is a wheelbarrow. 2021 and then wanatufanya sisi wazembe, wanakuja wanaweka wheelbarrow ndio jukwaa, wanasimama juu ya wheelbarrow, wanaongea, wakitoka wanaingia katika V8 kubwa inawapeleka katika landing site, helicopter, Eurocopter inawaongojea, wanaingia helicopter 5, wanaenda, wakifika mtaani wanaweka wheelbarrow, wanapandisha watu na watu wanaingia hisia kali and people follow blindly. Natumai umeanza kuona the reason why nina shida na watu wa pwani kuamini mtu kama Joho eti ndo anawapa direction, kutokana na namna ambavyo anasukumwa na viongozi wa pwani eti ndo anatakiwa kuwa naibu wa William Samoei Ruto. Sasa najisikia fulani, yani kuna kujisikia fulani kwamba yeye ndo kama kiongozi wa pwani. But again, sikilizeni watu wa pwani, viongozi kama hawa ndo wale viongozi ambao kitu cha kwanza ni kujinufaisha, yani kinachomfaa kwanza. Kuna siku Orengo alikuwa interview KTN News na akaongea kitu ambacho kinatakiwa kuchukuliwa serious. Kuna viongozi ambao wakipata a greater deal poa kuliko ambao alikuwa nayo wanahama. Hawa ni wale viongozi ambao hawanaga msimamo. Bora kitu kinaweza kikawa kizuri upande ule mwingine kuzidi sehemu alipo, ataenda. Automatic ni mtu ambao unatakiwa kujua, yani njaro zake kimtani, tunasemaga njaro zake. Yani ukimwangalia hivi unajua huyu sio mtu mzuri. Sio mtu ambaye anatakiwa kusimama na atupe direction kama wananchi. Kwa sababu viongozi kama hawa ndo wanapenda kuchukulia advantage wafuasi ambao wanawaamini. Nataka mpate hii point. Kuna viongozi tayari walishajua kwamba watu wanawaamini na kuna namna watu wanawasikiliza. So advantage inakuja wakati akiona sehemu kuna nyasi nzuri tu, greens tu, sehemu huku kwingine kunaweza kukaa kumekauka kidogo, atahama na atawaambia tuendeni huko. Sasa hiyo ndo kuchukulia advantage ya watu ambao wanakufuata. Lakini pia kitu kingine, unajua maneno ya viongozi waga sio muhimu vile watu wanavyofikiria. Na mimi naamini kitu ambacho kinatakiwa kuchukuliwa serious ni kazi za hawa viongozi. Wanaweza wakaongea kila kitu, and trust me, hakuna kiongozi atakwambia kitu kibaya, eti kitu ambacho wewe ukisikiliza unaona kabisa yani hawezi kukuambia kitu kibaya. Ataanza kukuambia vitu ambavyo wewe utaona ni vitu vizuri. But again, huwa una confirm kweli vitu ambavyo viongozi wako wanakuambia? Kuna vitu usipo confirm wewe utaamini tu unachoambiwa, kwa sababu anakuambia ndo uamini. Na ndo maana anakuambia kitu kizuri, hawezi kukuambia kitu kibaya eti ambacho ndo wamefanya na nini. Hapana, atakwambia kitu kizuri. So kama mwananchi sio lazima usikilize alafu useme it's fine. Hapana. Unaweza ukasikiliza na baadaye fuatilia kama kweli huyu anachokiongea ni kitu cha kweli na imetusaidia vipi, na huko ambako yeye anataka tuende tutafaidika vipi na pia sisi kama wananchi. Kwa sababu trust me, hakuna kiongozi ambaye anakuambia tuende direction hii hapa kama yeye hawezi kupata faida. Kwanza anapataga faida, anajua, anasoma, naangalia hapa anaweza kupata faida, ndo anaambia watu wake twende. So before uende, angalia tunapopelekwa ni sehemu pazuri kweli. Usitumie akili ya Joho kupeleka sehemu ambapo wewe hata hujui kuna kitu gani. So kwanza focus na kazi ambazo hawa viongozi wanafanya. Especially mtu ambaye anakuambia tuende hivi, muulize yeye kafanya nini? Yeye kakuletea nini? Nini na nini na nini mlikubaliana amefanya na hajafanya, hii amefanya hii. Yaani hakikisheni kwamba hivi vitu bwana vinakuwa clear before mfuate mtu yeyote. Nikimalizana na Joho, sitaki mpoteze muda. Kindly before tuendelee, like the video, utakuwa umenisupport sana, na very big shout out kwa wote ambao tayari umelike, na kwa wale ambao bado hawaja subscribe, kindly do that. Ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi nzuri sana ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. So NCIC wamezungumza, finally wamezungumza. Hata na mimi nilikuwa nasubiri sana wazungumze, kwa sababu kuna mvurutano unaendelea kati ya Rigathi Gachagua na Aden Duale. Aden Duale amesema hawezi kuomba msamaha, alishawaita maafisi nyie wa Kikuyu, mkipenda mfanye mtakachofanya. Rigiji kwa upande wake na yeye amesema there is no problem. Kama mnataka bana mimi niitwe, nitaitwa, nitaenda na nitawaambia the reason why nilisema lazima tufute nyoka na mayai yake. Alisema kitu kama hiyo Rigathi Gachagua. So tuwasikilize kwanza NCIC wanazungumziaje mgogoro ambao unaendelea kati ya Rigathi Gachagua na Aden Duale. Firstly, let me say, before we carry out any investigation
it's important for Kenyans to know there has to be complaints. You don't go out there and begin to act on a TikTok clip which has been sent. I've said that before. We are an institution that believes in the due process, believe in the law and the procedures that we have as a commission. So until someone raises a formal complaint, especially from our people, it puts us in a very awkward place because we don't know whether the clip that has been sent is AI generated. So we have to be sure that it is a legitimate complaint that has been sent to us. So until that happens, we take our time to be sure of what we are doing. Because when you call upon a political actor or any Kenyan who has preached the law or seemingly has preached the law, you must have evidence. So I want to begin by that. Yes, it has taken time, but now that we made statements right from this place, and I'm on record that I have been calling upon any Kenyan that has a formal complaint to get to NCIC. Now those complaints have begun coming. And on the basis of that, we have launched investigations. And these investigations take a process. We go to the field, gather information. That information is properly documented because by the time we are going to court, we must have a watertight case. So that one, I can tell you, it has nothing to do with the political statements which have been made out there, but rather complaints from the public. Number two, I think it goes together. Why now? Why now? Again, it takes us back to the formal complaints that we have received as a commission. Number three, very important, ladies and gentlemen, this must go on record. We don't wait until a political leader issues a statement or takes it on NCIC for us to act. Like I've said before, we act following the due process of the law, the procedures, and remember we have the NCI Act that guides us and our own in-house procedures that we follow. Let it be understood that these cases sometimes take long. That is very important because once we get the processed feedback from the field through our investigative apparatus, all right, we go a step ahead and involve other agencies so that these other agencies, we have what we call the multi-agency, all right, teams, and also actors. They help us. We work very jointly. By the time we are taking someone to court, I can assure you we have a watertight case. And that's what this new commission has embarked on doing without any favor and without an apology. I made it very clear when we were sworn in, and I've made statements the other day when we issued the joint presser. This commission is going to act firmly. So if there is any political leader that thinks is going to run away and is going to escape taking the burden of proof, they are cheated. We are going to rein in any political leader that is inciting the public, that is breaching the law according to the NCIC Act. That must come out very clear, ladies and gentlemen. Chair, maybe a small clarification on the timing. That's not like Otuma's issue was like about a month ago, and Duale's issue was last week. So can you tell us maybe in the last 1 month you have received complaints against the name that you have released, or is it the last 1 week? That's the clarification I wanted to do. You see, what happened is, and I'm on record, I issued a statement that actually is on the digital platforms that any Kenyan who has a complaint against any political leader, any Kenyan, to come forth, to collaborate with the commission and give us the complaint officially. Now, we could not act there before because of political campaigns, because of what somebody said out there. But now we have formal complaints. Way forward,
will be publishing some of those names. Bas, sasa kazi si tumewaachia nyie NCIC. Fanyeni nyie mnachohisi ni sawa. Kama mmeona basi mtu hapa lazima achukuliwe hatua, apelekwe kotini, ni sawa. Sisi tayari tushajua kinachoendelea. So nyinyi bwana, tunasubiri matokeo yenu, tusizungumze sana hivyo. Lakini Rigathi Gachagua amejieleza yeye. Yaani before hata aitwe, amesema it's fine. Kama watamuita ataenda. But NCIC wamesema wanafanya uchunguzi. But Rigiji yuko tayari kabisa kwenda. But again ametuelezea kitu ambacho tu atawaelezea NCIC iwapo ataitwa. So I think hii part pia tunatakiwa kusikiliza, kwa sababu naye Duale naye amesema mimi siombi msamaha, but again yeye kwa upande wake Rigathi Gachagua tayari ashaweka wazi yeye alikuwa anamaanisha nini kwa maneno ambayo alikuwa anazungumza. Kwa hiyo sio matusi. Msikilize hapa Rigiji ndo tuzidi. Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Murkomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi, ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua, nitajibu nyinyi. That we speak in figurative language. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua nyoka pamoja na mayai ni kufukuza wale wote wanatembea na Ruto kupitia kura. Kwa sababu sisi we speak in proverbs, we speak in symbolism and in figurative language for effective communication. Harambe! Harambe! Muko salama watu wetu? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP. Bas. Na mimi nasema sitakubali mtu yeyote akosee watu ya Mlima Kenya heshima. Mimi nimejitolea, hata kama ni kukufa, hata kama ni kuangaishwa, hata kama ni kufungwa jela, nitalinda heshima ya wakaaji wa Mlima Kenya na maisha yangu, na sitakubali mtu yeyote aangaishe jamii yetu. Mimi nimefika hapa Meru na nilikuwa Embu baada ya kupata ripoti ya kwamba Kasongo ametuma waziri anaitwa Roko azunguke huko akipiganisha watu ya Mlima Kenya, ati akisema mlima atikatakatwa mara mbili. Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Lakini niko na habari njema. Nimetembea mbele, wameniambia kugawanya mlima ni ujinga, hawezi kubali. Nimetembea Embu, wameniambia kugawanya mlima ni ujinga, hawezi kubali. Nimetembea kwa Waigembe, wameniambia hiyo maneno ni ujinga, hawezi kubali. Nimetembea kwa Waitigania, wameniambia hawezi kubali. Nimetembea kwa Imenti, wameniambia hawezi kubali. Mimi nimekuja hapa Bore, nyinyi mnasemaje? Mumekataa? Mnaweza kubali tugawanye mlima? Hii Mlima Kenya hapana mpaka. Mlima ni jamii, mlima ni sisi. Tangu zamani tumekuwa kitu kimoja. Waembu na Wameru na Wakikuyu hatuwezi wachana. Mambo yetu tangu tukipigania uhuru tumekaa pamoja kama jamii, na hatuwezi kubali mtu yeyote atugawanye. Na wewe Kasongo, nimekuambia na unaonekana usikii, umekuwa kichwa ngumu. Nimejaribu kupatia wewe maneno usikii ya kwamba kugawanya mlima ni kama kukata mti ya mgumo na wembe, na haiwezekani. Si ndio? Kugawanya mlima, kugawanya mlima, kugawanya mlima. Mlima ni mo, kiongozi ni mo, chama ni mo. Hapo ndio tuko. Wacha nione na mkono wa watu wa Roire. Bas, wewe Kasongo umetubeba ufala watu ya mlima. Umetuangaisha. Umetuangaisha. DCI Kinoti, mtoto hapa Bore, ulifuta yeye kazi. Baadaye ukafuta Javed Kome.
baadaye ukavuta Mithika Linturi, baadaye ukavuta Rigiji mwenyewe. Uko na shida gani na sisi wa Meru? Umetuangaisha ya kutosha. Hakuna mtoto moja Mumeru amepata mamlaka, hujaangaisha yeye. Sasa umetuma Aden Duale anatukana sisi watu ya Mlima Kenya. Ati Aden Duale akitumwa na Kasongo anasema ati sisi watu ya Mlima Kenya ni fisi, ati sisi ni mafisi. Wale Kasongo, sisi tulikuchagua. Asante yako, asante ya puda ni mateke. Ati shukurani yako kwa watu ya Mlima ni kutuma Duale aite sisi mafisi. Mimi nakwambia hawa Meru na mimi tumekubali hiyo matusi. Ni sawa, haidhuru. Umesema sisi ni mafisi, basi sisi tutafanya kazi ya fisi. Mwaka ujao hao mafisi ya Bore wataamuka mapema, watakuja kwa kituo, watakula wewe Kasongo, watatafuna wewe Kasongo, watameza wewe Kasongo, ndio upate adabu ya kutukana watu ya jamii yetu. Lakini on the other side, kwa sababu inazungumziwa sana swala la Kindiki kuondolewa, na hata kwenye video yetu ya kwanza tumeidiscuss hiyo, Rigathi Gachagua amezungumza, anazungumzia Kindiki na namna ambavyo anahangaishwa kwenye serikali hii hapa ya William Samoei Ruto. So Kindiki juzi amezungumzia kina Oparanya kuingia, and of course alikuwa anazungumzia watu wa ODM kuingia kwa serikali, akasema wamekaribishwa na vitu kama hivyo. But again, problem ambao ipo hapa ni unajua Gachagua sasa anamwambia Kindiki kwamba wewe unawataja kina Oparanya eti kina watu wa ODM ndo anakuhangaisha. Hapana, ni Ruto mwenyewe ndo amekubali vitu kama hivyo vifanyike. But mimi naweza kwa tofauti kidogo na Rigiji. Trust me, Ruto sasa hivi hawezi kucontrol hata hawa watu wa ODM. Yaani wanaweza wakawa wako weak, lakini kwa control inakuwa ni vigumu. Ni vigumu sana kwa sababu Ruto anapitia, in fact kama kuna mtu ana stress nyingi sana ni William. Ana pressure, ana stress, yani vitu ni kama haviendi tu vizuri. Anyway, inawezekana tu bado Ruto ndo ana control hizi stories zote za running mate na nini, but trust me, Rigathi amemwambia Kindiki ukweli kwamba wewe, na nilikuonya na nilikupa warning nikakwambia wewe upo hapa tu kwa muda fulani, lakini muda utafika utaregret sana kwa nini ulifanya 1 2 3. So sikiliza hapa. Sasa nimeona ameanza kuhangaisha Kindiki, na mimi niliambia Kindiki, nikamwambia Kindiki, wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu Kasongo akimalizana na wewe atakuhangaisha vile alinihangaisha. Sasa huyu Kindiki amehangaishwa, wanamtusi, wanamkosea heshima, lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kindiki amepangiwa. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto asiongea. Huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue, ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. And I told you my younger brother, siku alikutumia kunihangaisha mimi, alikutumia kunichokora na kunipangia jama. Nikakwambia akimalizana na mimi atakula wewe next. Huyu Ruto hakuna mtu ya Mlima atawacha hata moja. Atameza nyinyi yote. Hata nyinyi akina Rindikire, Kasongo atakuja kumeza nyinyi. Huyu mtu hataki mtu ya Mlima. Kazi yake ni kutumia watu kama tissue paper. Kwa hivyo Kindiki, ile unapata ni ugonjwa wa kujitafutia. Ile unapitia ni miba ya kujitafutia. Na nilikwambia, niliita Kindiki siku niliona Kasongo anamtumia kunihangaisha kunitoa kwa ofisi. Nikabebeleza Kindiki nikamwambia my younger brother, don't be used by Ruto to undermine me. Don't. Nilipembeleza profesa. Nikamwambia wewe ni mtoto ya nyumbani. Tafadhali, kama mimi nitachinjwa, nisichinjwe na kisu yako. Na ukinichinja, damu yangu ikimwagika itakuja kukula wewe. Na nikamwambia Kindiki, huyu mtu si mtu mzuri. Anakutumia kunihangaisha mimi, ndio hangaisha jamii yetu.
lakini akimalizana na mimi, he'll come for you next. It has come to pass. So my younger brother, pambana na hali yako. But I warned you. Mimi nilikuambia. Sawa. Sehemu nyingine ni kwamba anaitwa Aaron Cheruiyot ama anaitwa yule mwingine, kuna watu wawili waga wanachanganya hapa. Kuna Cherargei na Cheruiyot. I think huyu hapa ni Cheruiyot. So Cheruiyot, sijai kujua Cheruiyot na Rigathi wanapigana nini, or maybe Cheruiyot anamtetea tu William Samoei. I don't understand. But ugomvi ambao upo kati ya Murkomen, Cheruiyot na Rigathi Gachagua, hiyo vita ni kubwa. Trust me, hiyo vita ni kubwa sana. Nimemsikiliza Cheruiyot leo akisema namna ambavyo amerudia hiyo story ya Olkalau na sijui akina Rigathi kuanza kushambulia watu huko wasipige UDA kura na nini na vitu kama hivyo. But again, part ambayo inanishangaza ni kuna namna wana treat hii ugomvi ya Murkomen na Rigiji, au kuna namna yeye ana treat ugomvi huu ambao unaendelea kati ya Kipchumba Murkomen na Rigathi kama ndo sasa Murkomen tayari ashamlemea Rigathi Gachagua and ni kama sijui anafinywa. So I didn't understand hiyo part ya kwamba Rigathi sasa hivi sijui anafanywa nini. I don't know, maybe wanapanga kumkamata or maybe kuna kitu kingine wanapanga, but sielewi the reason why anaizungumzia kwenye hii ango. Wanaume anapiga nduru, ninajua kweli mmefinya yeye ile mahali wanaume wapende kufinywa. Finya kabisa. Hatuwezi kukubali nchi ambaye wakora wanajaribu kufinya Wakenya wengine kutumia uongo. Unajua juzi kulikuwa na uchaguzi pale inaitwa Olkalau. Simuona hii uchaguzi ya Olkalau? Vile anajigamba na kupiga kelele. Unajua anafikiri kwa hii akili yake kidogo, anafikiri hatujui ile kitu alifanya. Wamezunguka wiki mzima kabla ya kupiga kura wakiweka X kwa manyumba ya supporters wa UDA na kuwatisha, na yeye anatumia lugha mbaya kuita wale wa Kenya ambao wamekataa kuabudu yeye na hiyo ujinga yake ati anawaita wasaliti wa jamii. Mimi ningependa niulize tukiwa hapa Kilgoris, nyinyi vitengo vya usalama pamoja na NCIC, kama tutakuwa na nchi ambaye viongozi wanaita wengine wasaliti, ambaye wananchi wanazuiwa kufanya haki yao ya kidemokrasia, nyumba zao zinawekwa X na kutishwa ili wapige kura vile wanapiga pande ile, kutakuwa na nchi kweli itabakia? Ningependa kuambia waziri, kanyaga kabisa shingo, hapana bembeleza wauni kama Gachagua. Yeye analia mambo ya goons, and the chief goon in the Republic of Kenya is none other than Rigathi Gachagua na ile watu yake ya DCP. But honestly speaking, mimi sio ni sehemu amekaabwa vile Rigathi. Sio, in fact Rigathi amewakaba. Sijaona kama amekabwa vile Rigathi, hajakamatwa, hajapelekwa mahakama. Yaani sidhani kama amekabwa bado. Kwa upande wangu, wao maybe wanajua ni namna gani wamemkaba. But before tuione video ya kina Junet, Murkomen nilishamwambia anajisahau sana. Hafai kuingia sana kwenye ugomvi kwa sababu yeye ni mtu ambaye kwanza docket yake ni docket ambayo one mistake vitu vimeharibika. So I think anatakiwa kutulia. Yaani ugomvi ndio upo, siasa upo, lakini speed yake anatakiwa kuipunguza kwa sababu anaweza karibu kila kitu. Unajua huyu ni mtu ambaye tayari ameshikilia gun kwa mkono. Mnaelewa, huyu ni mtu ambaye ni boss, ni kama mkubwa tu wa askari. Sio kama tunaelewana. So I think cool down kidogo Mr. Murkomen, lakini pia vile vile na kina Cheruiyot. Tulieni kidogo. Msipeleke mambo sana, tutakuja kuharibu mambo hapa. So Junet Mohamed Simbarati na Otiende Amolo, viongozi hao wabunge wa ODM wameongea wakiwa Chungwa House, and wanazungumzia Babu kurudi ODM, wanazungumzia Orengo kurudi ODM, and kuna kitu wameongea ndio maana hata nimeleta hii discussion hapa. So Junet wanaamini kwamba wingi wao kama viongozi kwenye chama ndio ina advantage kuliko wale wachache wengine ambacho hawataki kuamini wana watu wengi. Sawa, wale watu wana watu wengi sana but hawataki kuamini. But nimeshangaa sana wana reason hivi. We are 86 members of parliament. How many have left us? Barely 7. I can count them with my fingers. 7 of them. It is Senator Sifuna, Osotsi, Kibagendi, Barongo, Omondi Karudi. Who else has left ODM? And Onyonka. Yeah. Who else has left ODM? Yeah. Who else?
Yeah, and Orengo, who thought that he can become president after Raila, but I'm for sure he's coming back home. I can tell you. From what I saw in yesterday in Kitale, an old man cannot be subjected to declare himself party leader. At least you can even get an MCA to declare you a party leader, an MCA of someone. You are declaring yourself. That means we will welcome him back home. We will welcome him back soon. There will be very soon homecoming party for Orengo to come back to Is also extended to Embakasi East MP? Embakasi East MP is our friend. Embakasi MP thought that by going that side, the Mulino people will vote for him. Now it is dawning on him that it is not possible. You watch our lips and watch our steps. All these people will come back to ODM. And they'll all run on ODM. They are more safe. Yeah, they are more safe in ODM. Unless you have reached the kiwango of being now a presidential candidate. And for those who have reached that level, we wish them well. We are praying for them. Sasa cha ajabu ni kwamba for them wanaamini wao ndo wanatakiwa kukontrol wananchi kwa sababu wako wengi. In fact wao wanachoangalia ni wingi wa viongozi. And I think that's what's happening hata kwa William. Unajua William bado anaamini. Unajua kama ingekuwa pesa sidhani kama William angekuwa na hawa viongozi. I don't think. Sababu tayari watu hawapo. Viongozi wapo na kwa sababu wanapewa kitu. But again bado kuna viongozi wanaamini kwamba the more tuko hapa. Bado kuna viongozi wanaamini the more tuko hapa the more tunaweza tukakontrol wananchi na vitu vinabadilika sana. And this time round mambo yanaweza yakageuka na yakakuwa tofauti sana. So there is nothing like wingi wa viongozi. Hiyo tutoe kwenye vichwa vyetu. Lakini pia niseme thinking they can control people kwa sasa hivi itakuwa ni vigumu sana. Ni wivu na chuki tu wako nayo kwa hawa viongozi ambao wanafanya vizuri sasa hivi. Kwa mfano akina Babu, kwa akina Orengo, akina Sifuna. Wanafanya vizuri tu lakini sema wivu ya kawaida. Na nimeona Sonko anaizungumzia hii hapa for TV I think TV47 and honestly speaking that's what's happening. Kuna namna tu viongozi hawa wengine ambao wanachipuka huwa wanaonewa wivu sana kwa kitu ambacho wanafanya kwa sababu wanaonekana kama no threat. Yeah. So anyway, hebu tumalize nayo hii hapa ya Sonko alafu ndo tu sign out. Sifuna na Babu. Yes. Unadhani ni wave ambayo inaelekea mbali? Ni wave inaelekea mbali. Kawaida hii siasa huwa hatupendani. Hata mimi nilipigwa sababu kidogo pia nilikuwa nimeendaenda sana. Ulikuwa unainuka? Nilikuwa nimeinuka, nimetoka jela, nimekuwa mbunge, nimekuwa senator, nimekuwa governor. Mungu baada hapo angenipandisha either rais ama makamu wa rais nikaangushwa. Lakini Mungu ni nani? Mimi sasa ni party leader. Nimerudi bado kwa correct path. Hao vijana wako popular, uongo mbaya. Wakati wote sisi tulikuwa popular pia. Ingaje naona bado wananchi nilidhani nimeisha. Bajuzi nimetembea Lang'ata nimeona wananchi wananifuata wapi Isiolo. Ukajua pia niko hiyo line lakini tuache kudanganyana waache kuoniana wivu. Sana sana wazee wametutangulia kwa siasa wala kwa mbele yetu. You must start from somewhere. Vile mimi sasa kuja na chama yangu. Hizi ni madhuluma ya upuzi unadhulumiwa chama hii niko na chama yangu. But Sifuna ako sawa. Anaelekea kwa direction sawa. Unaamini hiyo wave inamtisha Rais William Ruto ilivyo kwa sasa katika masuala ya siasa? Inatisha Wakenya wengi. Na uliona ile homecoming ya Western vile ilikuwa. Na bado si ati namsifu. Ni kijana nafikiri mimi ni mkubwa kumshinda Sifuna na Babu Owino. Bado Sifuna hata leo the next rally itakuwa Thika. Utaona Thika vile itajaa. Kwa hivyo huyu si kiongozi hata anategemea region yao nyumbani. Akaenda Ukambani atapata wafuasi. Alikuwa Nyanza alipata wafuasi. Akaenda Northeastern atapata wafuasi. Hiyo inakwambia nini? Inakwambia Wakenya wanataka change. Ama Wakenya wamechoka. But it is too early for that. Nikiwa mtu wa neutral term, it is too early ya kupredict. But popularity nimewapea tick wako sawa. Wako na mapenzi na Wakenya. Na ni vile nafikiri wameleta uongozi yao down the grassroots kama mimi. Linda mwananchi, linda Mkenya. Yeah? Hiyo narrative ni nzuri. Are you likely to work together na linda mwananchi? I can work with any leader. Nakwambia leo tumeongea na Babu Owino. Leo nimeongea na Jalango. Juzi nimeongea na Gachagua. Nimeongea na deputy party leader wa DCP. Naongea na hata leo Kalonzo amenipigia. Kwenda kwa call logs hapa, niko na incoming call ya Kalonzo, niko na incoming call ya Babu Owino, niko na incoming call ya Jalango. Mimi hata Uhuru Kenyatta tunaongea. Tani mtu alini-impeach. Naongea na yeye, naongea na mama yake. Lakini Rais William Ruto umesema mna miaka miwili. Unajua ako busy. Na sina complain about hiyo. Ingawaje nilirushwa some of vitu zile tulikubaliana.
tulirushwa, sababu kwa agreement tulikuwa pamoja na yeye, tulikuwa na Kindiki, tulikuwa na director of election anaitwa Mwaura, mawakili walikuwa, tuko na mkataba, lakini unajua rais ni rais. Uwezi hata tena kuanza kuweka ma CCTV vile tulisaini, vile tulikubaliana. Hiyo tunawachia ni story for another day. Umesema Okay, asanteni sana kwa wale ambao wametazama mpaka dakika hizi hapa. Shukrani za dhati popote pale mlipo. Kindly like the video, make sure na subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Tupatane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.